الحمد لله الذي حكم فاحكم وقضى فأبرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقى قميص يوسف على وجهه يعقوب فارتد بصيرا، وأرسل سيدنا محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن سيدنا وشيخنا أستاذنا ومعلمنا محمدا رسول الله الذي بعث بشرع كالشمس وضحاها، وبقرآن كالقمر إذا تلاها، وبسنة كالنهار إذا جلاها، فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. يقول الله في حقه: يا حبيبي يا محمد، لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم سلكوا كل طريق واستفتح علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واتبعوا سنة نبي الله، واعلموا أن الفوز مع المتقين، ومن لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها حيا وباقيا. Enyi ndugu Waislamu, nichukue fursa hii muhimu na kipekee na muhimu zaidi kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunnazi Bwana Mtume Muhammad. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa neema hii ya Uislamu. Pili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwa wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad. Ikiwa yule mbwa wa Ashabul Kahf alitajika ndani ya Qur'an, sayakuluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum, alipata jina kwa kuwa aliandamana na watu wema. Kwa nini sisi tusipate jina kwa kuwa wafuasi wa Mtume Muhammad? Ukizingatia Mtume mwenyewe anatupenda, na kulithibitisha hilo ni kile kipindi aliposema: inna likulli nabiyyin da'wa li ummatihi, hakika kila mtume alipewa dua kwa ajili ya watu wake na kafanya hivyo, na mimi pia nimepewa ya kwangu dua, lakini mimi ya kwangu iddakhartuha shafi'atan li ummati yawm al-qiyama, nimeiweka hakiba kwa ajili ya watu wangu siku ya Kiyama. Nabii Muhammadin damat lana al-afrahu wa qulubuna bi dhikrihi tartahu idha talawna dhikrihi wa haditha. Kwa ajili ya Mtume Muhammad furaha imedumu juu yetu au imetudumia furaha, na pale atakapotajwa mtume huyu
nyoyo zetu zinaburudika, zinanafasika. Hivyo kila mmoja wetu, kwa sababu ni mwezi wake, aelekeze fikra zake kwa Mtume Muhammad, kama alivyokuwa akisema zamani yule mshairi wake Hasan Thabit: wa ajmalu minka lam tara qattu aynin wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Mzuri kama wewe sijawaiona na macho yangu hayajawaiona, na mbora kama wewe wanawake hawajazaa. Umeumbwa, umeepushwa na kila ila na kila aibu, utadhani umeumbwa vile ulivyotaka mwenyewe. Maneno ya Hasan Thabit, mshairi wa Waislamu wote dunia nzima. Akamwongeza tena: qiyami liazizi alayya fardun wa talqul fardun ma huwa mustaqim ajabtu liman lahu aqlun wa fahamun yara ya hadha aljamala wa la yaqum. Kwa mnasaba maneno haya, vile alivyokuwa mtume na daraja kubwa kwa Allah ala al-itlaq wal akhlaq, utadhani alimwambia Allah, na kuomba unipe sura hii, macho haya, kifua hiki, na tabaan mpaka viungo vyake vyote vimesimuliwa ndani ya Qur'an takriban. Lakini pia babangu awe fulani na jina fulani na mama. Hizi ndio sifa za Mtume Muhammad. Kaannaka qad khuliqta kama tasha, utafikiri aliumbwa kati ya oda niumbwe hivi, na hata majina yake: khairul abidi ma hummid wa ma ubid wa ma mujid wa khairul asma'i abdullahi wa abdurrahman. Majina masnuna na mashrua ya watu kuitana, basi kuna fadhila mtu kuitwa Abdullah, kuna fadhila mtu kuitwa Abdurrahman. Babako wewe mtume anaitwa Abdullah, na historia inaonyesha kipindi anazaliwa Abdullah, na hata wengi Maka pale waitwa Abdu, lakini utakuta Abdul Kaaba, Abdul Uzza, lakini yeye akaitwa Abdullah. Mamake Amina, amani, tulivu, na hata mpokezi wake Shufaa, uombezi, na hata alomnyonyesha maziwa yake Thuwaiba, mina thawab. Au Halimatu Saadia, ile hilmu na saada, upole na furaha vinatokamana na mtu kama huyu. Basi yeye mwenyewe anaitwa nani? Wallahi anaitwa Muhammadun, mhimidiwa, mshukuriwa. Ahmad Shauki alisema kullu ma tala'ati shams marra ismu Muhammadin malayina marratan ala malayin shifa. Allah, kila kukicha asubuhi, wallahi jina la Mtume Muhammad linapita mara milioni ya mara katika ndimi za Waislamu, katika ndimi za watu. Hivi sasa Sheikh Hassan Shah hapa ameisoma adhana, ndani yake kataja jina la Mtume Muhammad. Na adhana zote, kam adadul adhan walimadha shuri'a al-adhan, kwa nini adhana imekuwa sheria na idadi zake ni ngapi? Basi katika idadi za adhana na iqama ndani yake hazijuzu mpaka ndani yake atajwe Mtume Muhammad. Utasikia ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, yani kwa njia hilo linapenya jina la Mtume Muhammad. Na si hilo tu, hata sala ya Ijumaa ya leo haitokuwa marfu'un ila samaa mpaka ndani yake asaliwe Mtume Muhammad. Na hata dua tutakazoziomba leo
hazirufaishwi mpaka ndani yake atajwe Mtume Muhammad. Ndo Jibril siku moja anamwambia, ataarif maana hadhihi al-aya wa rafa'na laka dhikrak, unajua tafasiri ya aya hii? Akambia bala, hebu nieleze. Akambia idha dhukirta au idha dhukirtu dhukirta ma'i, maana yake ninapotajwa mimi Mwenyezi Mungu lazima nitajwe na wewe Mtume Muhammad, wa rafa'na laka dhikrak. Au kwa maana nyingine, ukimtaja mtume tayari Mwenyezi Mungu naye karidhika kishatajwa. Na ndio maana zile sifa kubwa kubwa zile za mtume za Mwenyezi Mungu mara nyingine anampachika nazo Mtume Muhammad. Innal ladhina yubayyi'unaka innama adatu hasbi, innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, watakao kuja kukupa mkono wewe Muhammad watambue wamepeana mkono automatically na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iko haja Waislamu tukasomeshana historia yake mtume, tupate kumpenda, tupate kumwenzi. Na leo nitasoma historia yake Sayyidina Zainul Abidin, ambaye ni kitukuu cha mtume, ni mtoto Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa anasema kunna nuallamuna almaghaz kama nuallamu suratun min alqur'ani alkarim, hata sisi tulikuwa tukisomeshwa vile vita alivyopigana mtume sallallahu alayhi wasallam hatua kwa hatua kama vile tunavyosomeshwa sura ndani ya Qur'an. Na ukisema ghazwa ni vita alipigana vilikuwa 27. Kuna zile kubwa kubwa, kuna Badri, kuna Uhud, kuna Hunain, kuna Handaq, kuna Bani Mustaliq, kuna Bani Quraidha. Basi vile mtume ni vita alikuwemo ndani yake, alipigana, ni katika sifa zake. Na hata Waislamu tunavyomtambua mtume, rehma na amani ziwe juu lake, ukiambia mtume alishika panga, alishika mkuki akapigana, hata fikra zinasafiri mbali sana. Alipiganaje mtume huyu? Alikuwa mpole, mcheshi, mwenye huruma, harisun alaikum bilmu'minina raufur rahim. Alipigana kweli. Umayya bin Khalaf aliuawa kwa mkono wa Mtume Muhammad. Sehemu ya ukali alikuwa hataki maskhara, na sehemu ya kushuka hata umpandishe hana tempo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ndo alivyo, na alipigana hakuwa hoi hoi, alikuwa shadid. Nabiyan atahu Allahu shaja'ata Musa wa shafaqata Harun wa azmata Sulaimana wa iqdama Daud wa bawasata Yahya wa rahmata Isa wa sabra Ayyub. Faqa an-nabiyyin fi khulqin wa fi karamin, kila mtume alichokuwa nacho yeye kawa overtake. Ushujaa wa Nabii Allah Musa na nguvu kapewa, ukamwondoa wa Nabii Allah Daudi kapewa, na hakuna sahaba alikuwa eti na nguvu mbele ya Mtume Muhammad. Zaina Ali mwenyewe anasema fa idha laqiya qaumu qauma washtadda al-ba'su iltaqaina bi rasulillah, mambo yakiwa mabaya vitani, wote tunajificha nyuma ya mgongo wake. Wallahi ma raaina ashja'u an-nasu minhu, maisha yetu hatujawahi kumwona shujaa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo vita ilivyopigana ghazwa 27, ama saria alituma jeshi vilikuwa 47. Kwa hiyo sema tulikuwa tukisomeshwa na tukielezwa huu ndo utukufu wa baba zenu na ndo utukufu wa ajdadikum na babu zenu. Ingekuwa si vita hivi tusingepata sharafa, tusingedhukuriwa sisi, na ni kweli wamepata sharafa kwa maghazi haya. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin
minal malaikati musawwimin, minal malaikati munzalin. Yani katika vita walishuka malaika, yalikuwa mambo makubwa ndani yake, mpaka leo tukawapata ahlu Badri. Wana heshima, vimewapa utukufu. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hata aya hii ni kuwaheshimisha watu wa Badri. Watu wa Badri fadhila zao ni kubwa, so walikuwa jamban ala jambi, wakipigana pamoja na msaada wa malaika. Kwa hiyo aya hii ilishuka ili wapishwe wakae, na wengine wakasema wao wana nini mpaka sisi tuambiwe nyanyukeni au wakae mtume. Watu wa Badri. Kwa hiyo alimradi historia kwa dakika 5 tu, historia ya mtume, rehma na mazwe juu lake. Alizaliwa Rabiul Awwal, mfungo 6 mwezi 12 sawa bin sawia na siku ya Jumatatu. Waliduhu Abdullah, babake mzazi anaitwa Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kana Qurashiyan ashraf kabilatin fi Makkah al-Mukarrama, ametokamana na kabila tukufu la Quraish, lakini lile kabila halikuwa tukufu kwa sababu limeshikamana na mtu mtukufu. Kabila limepata utukufu kwa sababu ndani yake amepatikana Mtume Muhammad. Qur'ani imepata utukufu kwa sababu ameshushiwa vile vile mtukufu. Na ndio maana sasa Qur'anul Karim mambo mengi sana yanamhusu Mtume Muhammad. Qur'ani inaeleza mpaka vivazi vyake, wa thiyabaka fatahhar. Qur'ani imekuja kutaja mpaka kanzu za mtume. Qad nara takalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Qur'ani imekuja kutaja tu uso wa mtume, si uso peke yake. Alam nashrah laka sadrak, hichi kifua chako kimetajwa, hichi ni kifua cha Mtume Muhammad. Alafu alladhi aya mbele, anqadha dhahraka, tulikutoa mzigo ulikuwa uvunje mgongo wako. Yani pia mgongo wa mtume umetajwa, fuadu, moyo wa mtume umetajwa, uyunan, macho ya mtume yametajwa, wallahi mpaka mkono. Na hakuna nabii aliyapiwa umri wake ndani ya Qur'ani, lakini mtume kaapiwa. Na ukitizama katika nidaa, heshima yake, hakuwahi kuitwa kwa jina lake, alitajwa ya ayuhan nabii, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir, ya ayuhar rasul. Na tizama sasa nidaa nyingi sana, mtume akiitwa ya ayuhan nabii, itakuwa ni mwanzo wa sura au ni mwanzo wa aya kwa kifupi. Lakini ilivyokuja ishu, maanake kuna jambo linashughulisha dunia nzima. Dunia nzima linashughulisha, kuna kiumbe mmoja wa Allah anashughulisha dunia nzima, mpaka yeye mwenyewe Allah, kiumbe mwenyewe ni Mtume Muhammad. Pale aliposema inna Allaha wa malaikatahu, Mwenyezi Mungu na malaika wake, yusallun, tayari ni tashrili. Na hii tashrili sio taklifu, ni tashrifu. Hii kushughulishwa na kumswalia mtume si taklifu, ni tashrifu, ni sharafa. Hii ni habari kubwa hizi Waislamu, wallahi. Sasa ya ayuhan nabii, mwanzo wa aya, mwanzo wa sura. Lakini ilivyokuja hii ishu ya kumswalia mtume, kushughulisha ulimwengu, karibia nusu ya aya nzima imetaja jambo hili. Hizi ya ayuhan nabii ziko 89 ndani ya Qur'an, na kama nilivyosema, mwanzo wa aya, mwanzo wa sura. Lakini hii ya ayuhan nabii, hii ya kumsalia mtume peke yake, nusu ya aya nzima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii, alafu ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu, mpaka mwisho. Kwa sababu ndani yake
ni jambo la kutushughulisha sisi mpaka na Mola wetu, na bado narudia, si taklifu mtashiriki. Anayetaka heshima na utukufu ashughulishwe na jambo la kumwenzi Mtume Muhammad, sharafa ya hali ya juu. Mzazi wake huyu anaitwa Abdullah, alimuoa mamake anaitwa Amina binti Wahab. Kwa hakika Abdallah alimuoa mamake Mtume, rehma na amani juu lake, laqad asha maha ayaman, waliishi siku chache, akasafiri kwenda Syria. Amina akashika ujauzito, ndani ya mwezi mume wake akafa njiani. Wa umruhu 18 sana, kijana mdogo mbichi wa miaka 18. Mtume bado yupo katika tumbo la mama yake. Mama Amina aliposikia habari za kufa mumewe, basi siku aliyojifungua ni mwezi huu. Mwezi huu ndo alijifungua. Jamanini, twende kidogo kidogo kifikra. Wa in kanatil malaikatu rahman, ikiwa malaika wake Allah walitelemka siku ambayo ilishushwa Qur'an, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr. Kumbe malaika siku Qur'ani inashushwa waliteremka, lakini pia inaposomwa Qur'ani pia malaika wanashuka. Utaniambiaje siku alozaliwa Mtume Muhammad aloshushiwa Qur'ani hawatoshuka kwa ajili yake? Kwa sababu ya kitabu chake kitukufu walishuka, kikisoma wanashuka. Malaika wako malaika maalum, yaltamisuna ahla dhikr au hilaku dhikr, wako malaika makhsus wanatafuta vikazi kama hivyo vya watu yatadarasun, wakisomeshana Qur'ani mambo ya khairati, na wakiviona vikazi kama hivyo wanasema halumu ila hajatikum, halumu, njoeni njoeni, tumeshapata halqa moja ya dhikri hapa. Sasa ikiwa wanashuka kwa Qur'ani, je, kwa nini wasishuke pale kwenye mazazi ya yule ambaye ameshushiwa Qur'ani, ambaye ni Mtume Muhammad? Na kwa nini wasishuke kwa wale watu ambao unasun yashtamiuna, watu ambao wanakusanyika lihafalati maulidun nabawi sharif, kwa wale watu ambao wanajikusanya kwa sababu ya mazazi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya pale mama Amin alivyojifungua mimba yake, walam tajid lihamlihi alaman wala thiqala, kisha baada ya hapo akamlea Mtume mpaka umri wa miaka 6. Ilipofikia miaka 6 akasafiri naye kwenda Madina, kwenda kuona kaburi la baba yake, alizikwa kule. Wakati wanarudi wakakaribia sehemu inaitwa Abwa, ni kijiji kati ya Maka na Madina, Amradhat. Mama akaugua akafa pale pale, Mtume akiwa chini ya umri wa miaka 6, akawa yatima. Pembeni alikuwepo mtumishi wa babake mzee Abdallah anaitwa Ummu Aiman, akamwambia anti ummi baada ummi, naomba wewe uwe place ya mama yangu. Na huyo Ummu Aiman ndo alorudi mpaka Maka na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalelewa na mzee wake Abdul Muttalib ambaye ni babu yake. Baada an kafa lahu sanatayn mata jadduhu, ilipofika miaka 2 tu, kwa miaka 8 basi huyu naye akafa. Yantakil min yadin ila yadin ukhra. Lakini pia mbali ya hapo akalelewa na ammi yake anaitwa Abu Talib, na huyo Abu Talib alimpenda sana Mtume kuliko anavyopenda watoto wake, na maisha yake yalikuwa magumu sana katika mafukara wa Maka, naye mmoja wao. Lakini fawassa Allahu lahu rizqahu, Mwenyezi Mungu aliifanyia takhfifu ile riziki, kwa sababu Mtume alikuwa ana baraka ya hali ya juu sana. Waislamu, niseme kutumia mimbari hii ya Ijumaa, mimbari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi hakuna hasara kusherehekea, kufurahikia, kumwenzi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu
Anasema katika hadithi aliyopokea kwake yeye mwenyewe Rasul, anasema kila siku ya Jumatatu Abu Lahab ambaye ameapizwa na Qur'an anakhafifishiwa adhabu yake kaburini, kwa sababu alifurahika siku ambayo alizaliwa Mtume Muhammad. Kuja kwa mtume ni nuru katika ulimwengu, kuja kwa mtume ni neema katika ulimwengu. Angalia kuzifuata sunna za mtume, angalia athari ya mtume, angalia vivazi vyetu tulivyovaa vyote hivi. Hii ni kwa sababu ya Mtume Muhammad. Ametufundisha ustaarabu katika dunia, ametuletea akhlaki katika dunia, ametuletea ubora katika dunia. Fa in kana shabun faqudwatuka Muhammadun, ikiwa wewe ni kijana kiigo chako ni mtume, ikiwa wewe ni mzee mwige mtume, ikiwa hujaoa mwige mtume. Kila kona ya maisha mtume ametaamali nayo. Kuna vyeo vingi sana, lakini cheo ambacho Allah alimpa, alimwambia wa innaka la ala khuluqin adhim, yeye yuko juu ya ubora wa tabia. Ama leo mambo ni mengi sana, na miongoni mwa sunna za Ijumaa kumfuata mtume, rehma na juu lake, ni khutba kwa fupi, labda sala ikawa ndefu sana. Na mimi kwa kumpenda mtume na leo ni siku yake, nisisonge nikome hapa. Kwa machache haya tuaidhike nayo, bora tukapata machache tukaenda kusimuliana, kuhadithiana sharafa na utukufu wa Mtume Muhammad, rehma na amani juu lake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa wafuasi wa hakika wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala azza min qailin alim, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفعنا لك ذكرك. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحة وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمن، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم بالنسل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جعل القرآن استحية منهم الملائكة الرحمة مهي الليالي بتلاوة الكتاب،
أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العبد